diwani wa kule kata ya Mshindo, lakini nilipata nafasi ya msimu uliopita kuwa meya wa halmashauri ya manispaa ya Iringa. Na hapa mtakumbuka tumekuja kwenye vikao vingi sana, mikutano mingi sana, nikiwa na bwana Mtove, lakini na wataalamu wa halmashauri, mkuu wa wilaya pamoja na mambo mengine. Tunazifahamu changamoto nyingi zilizopo hapa, Mheshimiwa Mbunge, ambazo na wewe pia kama mbunge wetu ni muhimu uzitambue changamoto zilizopo hapa Nduli, na Mwenyezi Mungu akitujalia kurudi ni moja kati ya vitu ambavyo wewe unapaswa kwenda kushughulika navyo. Tunazo changamoto kubwa sana katika kata ambayo ina migogoro mingi ya ardhi. Kata hii ina migogoro mingi sana ya ardhi. Na hilo tukitaka tukisitake ni lazima tufanye jitihada ya kwenda kulitatua. Jitihada nyingi zilianza kufanyika kwa maana ya kupitia halmashauri, kupitia mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, na zinaendelea vizuri, na naamini tutakaporudi sasa kwa awamu nyingine kwa kushirikiana na diwani aliyopo, kushirikiana na mbunge wetu ambaye ana nguvu, ana uwezo, ni kijana, naamini tunaenda kuzitatua changamoto zote zilizopo. Leo sio siku nzuri ya kuzungumza juu ya zile changamoto, lakini leo tunataka kuzungumza juu ya mambo yetu yanayohusu Nduli. Ndugu zangu, mimi nimesimama hapa kwanza nieleze juu ya ndugu yangu Bashiri Richard Mtove. Bashiri Richard Mtove, ndugu mwenyekiti, ndugu katibu wetu, ni mmoja kati ya madiwani wakongwe zaidi kwenye halmashauri yetu ya manispaa ya Iringa. Bashiri Richard Mtove ni mmoja kati ya watu ambao kwa kweli wamekuwa msaada mkubwa kwenye baraza lenyewe. Ukiacha yale ambayo ameyasimamia kuhakikisha yanafanyika hapa kwenye kata ya Nduli, lakini Bashiri Mtove amekuwa kioo, amekuwa muongozo na amekuwa msaada mkubwa sana kwenye uendeshaji wa baraza letu la halmashauri ya manispaa ya Iringa. Kwa hiyo niseme ndugu zangu mliopo hapa, hamjafanya kosa kumchagua tena kaka yetu Bashiri Mtove kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye kata hii ya Nduli. Mtove oye! Mtove safi! Na mimi najua kwamba mlipomchagua Mtove mlikuwa mnamaanisha mnachagua maendeleo na mnathamini yale ambayo kaka yetu Bashiri Mtove ameyafanya hapa katika eneo la Nduli katika kipindi yupo. Nyie ndugu zangu mnajua hapa tulikuwa tuna changamoto ya maji. Mimi nilikuja na Mtove hapa. Mtove kwa jitihada zake bila kushirikisha mapato ya serikali, tulichimba visima hapa. Vilichimbwa visima na tulikuja kufanya uzinduzi wa vile visima. Mtakumbuka kulikuwa na changamoto hiyo. Mtove kwa nguvu zake alitembea kwa uwezo wake, akaenda kwa wafadhili mbalimbali waliopo kwenye halmashauri ya manispaa ya Iringa, kwenye mkoa wetu, wakaridhia na tukachimba visima kwa ajili ya maji katika maeneo kadhaa ya eneo letu la Nduli. Nduli oye! Mtove safi! Lakini ndugu zanguni, mtakumbuka kabla hapa tulikuwa na tatizo la secondary school, kabla ya shule ya sekondari, kabla ya kuanzishwa ile sekondari ya Nduli iliyopo pale. Sekondari ile ilianza wakati wa huyu mzee, alihangaika kuhakikisha anapambana kwenye halmashauri yetu ya manispaa ya Iringa, na tunakuja kuanzisha sekondari katika eneo hili la Nduli. Na napoongea tunayo sekondari nzuri inajengwa, na niwakumbushe kwenye sekondari ile, pamoja na kwamba tumetumia mapato yetu, lakini liko darasa ambalo Mtove kajenga kwa pesa yake mwenyewe kwa kuhangaika kwa wafadhili, na ile darasa liko mwishoni na wananchi wa Nduli ndio watakaonufaika kwenye darasa lile. Nduli oye! Nduli safi! Mwaka jana kulikuja pesa kwenye halmashauri ya manispaa ya Iringa. Mtove alikesha nyumbani kwangu wakati ule mimi ni mstahiki meya. Alipambana kwenye halmashauri pale ili kuhakikisha shule nyingine inajengwa kwenye eneo hili la Nduli, kwa sababu ya kuzingatia ukanda ule hawawezi kutembea kutoka kule kuja kwenye eneo la upande huu la Nduli ya upande huu.
tumejenga shule pale kwa zaidi ya shilingi milioni 700, na shule ile tayari inaanza kuchukua form 1 na itafanya kazi na ipo kwenye eneo letu la Nduli. Hayo ni mapambano ambayo Mheshimiwa Mtove ameyafanya hapa kwenye kata ya Nduli. Hiyo haitoshi ndugu zangu, mtakumbuka Mtove alianzisha ujenzi wa primary school hapa, lile eneo linaitwaje kule? Kipururu. Tulikuja mimi nikiwa pamoja na Mtove pamoja na nyinyi wananchi, tukasomba mawe, tukakusanya mchanga na tumeanza ujenzi, na hatimaye Mtove akapambana kwenye halmashauri, tukaleta pesa, sasa shule ile imeanza kufanya kazi. Na hayo ndiyo tunayozungumza tunaposema tunamhitaji diwani atakayotuletea maendeleo, tunamaanisha hivyo. Mimi nimekuwa kiongozi pale halmashauri. Mara kadhaa Mtove kanifuata kwa ajili ya kutaka greda. Tumetoa greda, ametoa mwenyewe gharama zake binafsi kwa ajili ya mafuta, amekusanya kwa wadau na amezunguka kuhakikisha anatengeneza barabara mbalimbali kwenye kata hii. Huyo ndiyo aina ya diwani ambaye tunamtaka, na tunawashukuruni wananduli kwa kumrejesha tena kaka yangu Bashiri Mtove. Mtove oye! Mtove safi! Sijazungumza juu ya zahanati ambayo tumeijenga kule na tayari imefanya kazi. Tunafahamu kwamba kuna changamoto ya uingiaji kwa sababu barabara yake sio nzuri. Mtove amepambana, tutaijenga barabara kuhakikisha lile eneo lenye mto tunavuka na kunakuwa na uwezekano wa kuvuka ili kwenda zahanati. Ndugu zangu, nyinyi mnajua thamani ya kata ya Nduli imepanda kwa kiwango kikubwa, kwa sababu pia kuna ujenzi mkubwa wa kiwanja chetu cha Nduli cha Iringa ambacho kiasi cha shilingi bilioni 63 zimeingia hapa na zimefanya ujenzi wa kiwanja hicho. Ndugu zangu, itoshe kusema Bashiri Richard Mtove ndio aina ya diwani, ndio aina ya kiongozi tunayemtaka kwenye eneo letu la Nduli. Nduli oye! Mheshimiwa mbunge, kuna jambo hapa ulichukue. Tunao mgogoro, tunao tatizo. Unapoingia kwenye kiwanja hapo cha ndege utaona kuna shule. Hilo ndio tatizo ambalo Mtove amepigana sana kwenye baraza na bado halijafanikiwa. Ninaamini tukiingia tutaenda kulifanikisha. Tuna tatizo la shule hiyo ambayo sasa ipo katika eneo la uwanja wa ndege, si ndio? Eneo hilo lilikuwa na mgogoro wa kuonyesha kwamba watu wa TANROADS kwa maana ya serikali kuu hawataweza kulipa ili kuingiza pesa kwenye halmashauri ili tujenge shule mbadala na shule ile iweze kubomolewa. Ninajua kwamba hapa juzi tayari tumeanza mchakato wa kujenga shule nyingine ambayo inatokana na ile, lakini ili kupata pesa zote za ujenzi wa shule ile inahitaji msukumo wako. Tutakapoingia madarakani, Mheshimiwa mbunge, utakapoingia madarakani, moja kati ya jambo tukuombe ulihakikishe ni kushirikiana na Bashiri Richard Mtove ili kuhakikisha tunapata pesa yote kwa ajili ya uhamishaji wa shule ile ili kwenda kuijenga katika eneo lingine kama fidia kwa wananduli ambao walijenga shule hiyo mwanzoni. Nduli oye! Nduli safi! Ndugu zangu, wengi wenu hapa najua mtakuwa si wageni kwa mtu anaitwa Fadhili Fabian Ngajilo. Sio wageni, na mimi nasema wengi wetu tutakuwa sio wageni kwa sababu Fadhili Fabian Ngajilo ninazo kumbukumbu kwamba tumekuja naye hapa wakati wa umoja wa vijana. Wale waliokuwepo kwenye umoja wa vijana wa enzi zangu tunakumbuka waziwazi harakati ambazo ndugu yangu Fadhili Fabian Ngajilo alikuwa anazifanya kwenye halmashauri yetu ya manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa. Fadhili alikuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wa mkoa huu wa Iringa. Wakati huo mimi niko mwenyekiti wa umoja wa vijana hapa wa wilaya. Ndugu zangu, niwakumbusheni kwamba Fadhili Fabian Ngajilo ni mmoja kati ya watu ambao walipambania kuhakikisha umoja wa vijana mkoa wa Iringa unakuwa unajitegemea kiuchumi badala ya kwenda kuomba kwa mtu mwingine.
Wakati wake kaka yangu Fadhili Fabian Ngajilo ndio aliyetusukuma, na kwa uwezo wake tukahakikisha kwamba tunaanzisha miradi ya kiuchumi kwenye mkoa wetu katika wilaya ya Mufindi. Tunaanzisha miradi katika mkoa wetu kwenye eneo la Iringa mjini. Fadhili Fabian Ngajilo aliusukuma mkoa kuhakikisha unaanzisha miradi, na wakati ule yeye ndio akaanzisha ujenzi wa mabanda pale Kitimoto, ambapo leo umoja wetu wa vijana una uwezo wa kujitegemea kupitia mapato ambayo yanatokana na pale eneo la Kitimoto. Ndugu zangu, niwakumbusheni, mimi nimehudhuria makambi mengi pale Ihemi. Wakati huo tulikuwa tunatoka hapa Iringa mjini viongozi tunaenda Ihemi tukiwa tunatumia pikipiki. Lakini Fadhili Fabian Ngajilo alipokuja kuingia kwenye umoja wa vijana, alipambana na alihakikisha kwa wale wenye kumbukumbu tunapata magari mawili mazuri na ya kisasa. Viongozi tukawa tunavunja kishoka pale ambapo tunaenda kutembelea kata zetu, pale ambapo tunaenda kwenye shughuli mbalimbali za umoja wa vijana na za Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa wetu wa Iringa. Tunaposema kiongozi kwenye level ya halmashauri kama manispaa ya Iringa, tunahitaji kiongozi mwenye uwezo wa kiubunifu, na huyu Fadhili Fabian Ngajilo ana uwezo mkubwa wa kiubunifu. Ndugu zangu, kashiriki kwenye kamati za siasa za mkoa akiwa mwenyekiti wa vijana. Ameshiriki sasa tena akiwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa jumuiya ya wazazi. Niwakumbusheni kwa wale wenye umri mkubwa zaidi yangu, tutakumbuka hapa Iringa tulikuwa na chuo kimoja kikubwa sana kinaitwa Ihemi, ambacho kilikuwa kinamilikiwa wakati huo na wazungu, baadaye kikamilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Chuo kile kilifungwa miaka ya 80 lakini Fadhili Fabian Ngajilo alipoingia wakati wake, alipoenda pale Ihemi kutembelea kama mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wa mkoa wa Iringa, akaona tuna kila sababu ya kikurejesha tena chuo kile cha Ihemi. Na sasa napozungumza, kile ni moja kati ya vyuo vikubwa vya Chama cha Mapinduzi, lakini kilizinduliwa upya na ndugu yangu Fadhili Fabian Ngajilo. Ngajilo ye! Iringa safi! Ndugu zangu, huyu Fadhili Fabian Ngajilo muda si mrefu alipata uteuzi wa kuwa mjumbe wa bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko ya nchi hii, ambaye aliteuliwa na waziri wa kilimo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Hiyo ni ishara kwamba hata wenzetu waliopo juu wanathamini na wanamtambua kwamba ni mtu mwenye uwezo. Sisi Wanairinga tutanufaika kwa kiwango kikubwa kwa kuwepo naye. Ngajilo safi! Ngajilo safi! Ngajilo amewahi kuwa mwalimu wa secondary schools zilizopo kwenye nchi yetu. Kafundisha kama mwalimu. Maana yake uwezo wake wa akili pia ni mkubwa. Ngajilo kafundisha vyuo vikuu kadhaa vilivyopo kwenye nchi yetu. Kafundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam, ndio chuo kikuu kikubwa zaidi kwenye nchi yetu na Afrika. Kafundisha huyu Fadhili Ngajilo. Sio alisoma chuo kikuu, alifundisha chuo kikuu. Sijui naeleweka ninavyosema? Hatuzungumzii swala la yeye kusoma, kwa sababu kusoma kwake kunaweza kusiwe na faida kwetu. Ameenda kufundisha, maana yake upeo na uwezo wake ni mkubwa. Fadhili Fabian Ngajilo kafundisha chuo cha Tumaini kilichopo jijini Dar es Salaam, kilikuwa ni chuo mwenza na hicho chuo chetu cha Iringa, kawa lecture kwenye chuo kile. Fadhili Fabian Ngajilo kafundisha chuo kingine Dodoma kinaitwa St. John's, kipo pale Dodoma. Huyu mzee kawa mwalimu pale, kawa lecture pale, kawa mfundishaji pale. Ndugu zangu, niwahakikishie kwamba Fadhili Fabian Ngajilo ndio aina ya mbunge ambaye tunamhitaji. Na niwaambieni ndugu zangu, kwa bahati nzuri Fadhili Fabian Ngajilo kazaliwa Mshindo ambako mimi nimezaliwa. Si ndio?
Fadhili hana majivuno, Fadhili hana ubaguzi. Tunamtaka mbunge ambaye ataenda Nduli, atamuona mtu wa Nduli ni sawasawa na mtu wa Gengelonga. Tunamhitaji mbunge ambaye akienda Kitanzini atamuona mtu wa Kitanzini ni sawasawa na mtu wa Kiesa. Huyu Fadhili Fabian Ngajilo, moja kati ya hurka, sifa zake na tabia yake ni mtu asiyedharau mtu yoyote, ni mtu ambaye hagombani na mtu yoyote. Tumekaa kwenye umoja wa vijana, kama ambavyo tunafahamu kuna pilika za mivutano, lakini Fadhili haujamkuta hata mara moja kwenye makundi ya kugombana na wengineo. Huyu ndio aina ya mbunge ambaye tunamhitaji. Iringa oye! Brother, nikuhakikishie wana Iringa hawa wanakufahamu, na mimi niendelee kuwaomba siku ya tarehe 29 ni Bashiri Richard Mtove, siku ya tarehe 29 ni ndugu yangu Fadhili Fabian Ngajilo, siku ya tarehe 29 ni mama yetu Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Samia safi! Mwenyekiti, tunapozungumza kuhusu Samia Suluhu Hassan kwenye halmashauri, ukiacha level ya mkoa wa Iringa, kwanza tu kielelezo ni hapa Nduli tulipo. Tuna uwanja wa ndege ambao gharama yake ni bilioni 63. Amejenga hapa kwenye uwanja. Na ndugu zangu, katibu, mwenyekiti, fahamu, uwanja huu ulipokuwa mdogo, hakuna mtu hata mmoja hapa ambaye alikuwa anaweza kunufaika na uwanja ule. Walikuwa wanasafiri kwenda Dar es Salaam kwa ndege zinazotua hapa watu wenye uwezo. Lakini leo tunapozungumza, watu wa Nduli wanao uwezo wa kupanda ndege zinazotoka Iringa kwenda Dar es Salaam. Wakati ule walikuwa wanapanda watu wenye uwezo kwa sababu ilikuwa ni milioni 1, 700,000, 900,000 kwenda Dar es Salaam. Katibu, mwenyekiti, leo napoongea, ukiwahi kukata tiketi ya kwenda na kurudi Dar es Salaam ni 190,000 kwenda na kurudi. Mwananduli huyu anayetegemea mazao, anayetegemea alime mahindi, anayelima alizeti, anao uwezo wa kulima alizeti zake, na akamchukua mzazi wake ambaye mgonjwa, badala ya kumsafirisha Dar es Salaam kwa ambulance, anaweza kwenda kumsafirisha kupitia uwanja wa Nduli. Samia oye! Samia safi! Katibu, mwenyekiti, tulikuwa na changamoto kubwa sana hapa mkoani Iringa ya vifaa vya kimatibabu, lakini kubwa zaidi, wazee wetu walikuwa wanapata matatizo ya magonjwa ya figo, walikuwa wanapata changamoto kubwa sana. Mtu anayeugua ugonjwa wa figo, mwenyekiti, anatakiwa kufanyiwa dialysis mara 3, mara 4. Nikisema dialysis ni uchujaji wa damu, wanatoa damu, sio wanaongeza damu nyingine, sio, ni kitu kama hicho, mara 3. Mara moja ukienda kufanya Dar es Salaam ni kati ya shilingi 150,000 mpaka 300,000. Ni nani wa Iringa mwenye maisha ya kawaida aliyokuwa na mudu kwenda kufanya hivyo? Pimo kinaitwa CT scan, nacho kilikuwa gharama kubwa, hakipatikani hapa Iringa. Mwenyekiti, leo na sasa napoongea, kipimo kile kinapatikana kwenye hospitali yetu ya mkoa. Matibabu ya figo, hospitali ya mkoa. Vipimo vya CT scan, hospitali yetu ya mkoa. Na hayo ni sehemu ya mambo ambayo Mheshimiwa Rais kayafanya. Ndugu zangu, ni kwa sababu ya muda na ni lazima wote tuzungumze, lakini sijazungumza juu ya mabarabara, mtandao wa mabarabara. Ndugu zangu, sijazungumza juu ya vituo vya afya. Tumeingia hapa, tuna vituo vya afya 2. Leo tunaongea tuna vituo vya afya 6. Samia katuletea hela. Tumejenga shule, hiyo shule tumejenga hapa Nduli, Samia katuletea hela. Na tunavyo vitu vingi ambavyo tumevifanya kwenye halmashauri yetu ya manispaa ya Iringa. Ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi ndio ametuletea hela. Katibu, naomba kwa ridhaa yako niseme haya ni kama yanatosha. Sio yanatosha kwa sababu ndio aliyoyafanya mheshimiwa, hapana. Ningesema hapa mpaka kufikia 1:30. Maana yake mgombea asizungumze wala katibu, kwa sababu aliyoyafanya Mheshimiwa Rais ni mengi. Unajua, sijazungumza juu ya bypass. Tunajenga barabara pale.
sijazungumza. Mheshimiwa Mtove anapambana, tumeomba na Mheshimiwa mbunge atatusaidia kuhakikisha barabara ile kule ya Mgongo ya Kigonzile inapigwa lami, kwa sababu ndio barabara mbadala ya Nduli. Hatujazungumza juu ya vitu vingi ambavyo labda siku nyingine tukipata muda kwa mkutano wa mbunge ama mkutano wa diwani tutakuja kuzungumza. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, asanteni. Nilisema Ibrahim hapo hajamaliza, ameongea robo. Nikimwacha ongee mpaka mila au huyu. CCM oye! Anachojaribu kufanya Ibrahim ni kujazia, kwa sababu yeye huwa yuko pale halmashauri, anajua finu Mbefili. Sema Mbefili. Makofi kwa Ibrahim tafadhali.